Nimeanza na maelezo haya ya usuli ya unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu mara nyingi binadamu tuna tabia ya kujisahau. Kiburi tumwachie Mwenyezi Mungu. Unyenyekevu iwe fadhila ya sisi sote waja wake, na hasa tunapotafakari mambo makubwa ya mustakabali wa wapenzi wa Mungu ambao ni wananchi wa kawaida maskini wasiokuwa na uwezo wa kujisemea. Na ndio maana katika Injili maswali tutakayoulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu si utu wetu wema, lakini nalikuwa uchi hukunivisha, nalikuwa na kiu hukunipa maji, nalikuwa gerezani hukunitembelea. Maana yake Mwenyezi Mungu anatuelekeza kwa hao wanyonge ambao mara nyingi tukishafika katika nafasi hizi hujaa kiburi na kuwasahau na kujitazama sisi. Namuomba Mwenyezi Mungu anisaidie mimi na wanasaidie nyinyi, na hasa baada ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani tuweke maslahi ya Watanzania wa kawaida na wala sio maslahi ya sisi ambao Mungu bila kustahili ametupa angalau kidogo cha kuingiza mdomoni. Tuwakumbuke wale ambao hawana uwezo wa hata kidogo cha kuingiza mdomoni, lakini ndio kaumu ya Mwenyezi Mungu ameiweka katika dunia hii ili sisi aliyotujalia kidogo tusiwasahau hao. Lakini tujue tulivyokuja duniani ndivyo tutakavyorudi kwake kwa wale wanaoamini.